Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba uniruhusu niangazie hali ya makusanyo mbalimbali katika mkoa, na hapa niangazie makusanyo ya sekretarieti ya mkoa na mamlaka. Kwa mwaka 2024-2025, sekretarieti ya mkoa na mamlaka za serikali za mitaa ziliidhinishiwa kukusanya maduhuli ya serikali na mapato ya ndani ya jumla ya shilingi bilioni 37.01, ambapo hadi kufikia mwezi Februari 2025 zilikuwa zimekusanywa jumla ya shilingi bilioni 30.85, hii ikiwa ni sawa na asilimia 83 ya lengo kwa mwaka huo wa fedha. Ni matazamio yangu kuwa hadi mwezi wa 6 utakapokwisha tutakuwa tumefikia lengo na kuvuka, kwa sababu mwezi wa pili tulikuwa na asilimia 83. Tujipigie makofi. Katika makusanyo hayo, sekretarieti ya mkoa imekusanya jumla ya shilingi milioni 4.8, hii ikiwa ni sawa na asilimia 32 ya lengo la ukusanyaji wa shilingi milioni 15 kwa mwaka. Aidha, mamlaka za serikali za mitaa katika kipindi hicho zimekusanya mapato ya ndani ya jumla ya shilingi bilioni 30.84, hii ikiwa ni sawa na asilimia 83 ya lengo kama nilivyokwisha kusema hapo awali. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa uniruhusu nitizame tasnia ya mchango ya mkopo kwa vikundi vya wake, vijana na watu wenye ulemavu almaarufu 10%, hii ikiwa ni kwa mwaka 2024-2025. Taarifa hii imeangazia hadi mwezi Februari 2025. Ndugu Mwenyekiti, naomba kuwasilisha taarifa kwako kuwa mamlaka za serikali za mitaa kwa mwaka 2024-2025 zimetenga asilimia 10 ya mapato ya ndani kwa ajili ya kuchangia mfuko wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, hii ikiwa ni kutoka kwenye makusanyo ya vyanzo vya ndani halisia. Hadi kufikia mwezi Februari 2025, jumla ya shilingi bilioni 2.93 zilikuwa zimekwisha kopeshwa kwa vikundi vipatavyo 324. Miongoni mwao wanawake ikiwa ni vikundi 139, vijana vikundi 99 na watu wenye ulemavu vikundi 86. Sekta ya uzalishaji. Kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeendelea kusimamia sekta ya kilimo ili kuhakikisha kinaendelea kuwa chenye tija na kinachotumia teknolojia ya kisasa. Aidha, ili kuhakikisha kuwa programu ya kuendeleza sekta ya kilimo ya awamu ya pili ASDP2 inaendelea kutekelezwa na kutoa mchango mkubwa katika usalama wa chakula na kukuza pato la taifa, na aidha kuchangia maendeleo ya sekta ya viwanda na huduma, mkoa umeendelea kusimamia kwa karibu utekelezaji wa programu hii ili malengo hayo mahususi yaweze kufikiwa. Na katika kutekeleza hilo, serikali kuu kupitia serikali ya mkoa imeendelea kuimarisha upatikanaji wa pembejeo za kilimo, kuimarisha huduma za ugavi, kuimarisha huduma za umwagiliaji, kuwezesha upatikanaji wa masoko na kuhamasisha sekta binafsi, vyama vya ushirika na kuanzishwa kwa viwanda vya kusindika mazao ya kilimo.
Ndugu Mwenyekiti, mkoa wa Mara umetekeleza shughuli mbalimbali zinazolenga kuboresha sekta ya kilimo ili kuinua kipato na tija. Baadhi ya shughuli hizo ni kama ifuatavyo. Moja, kuongeza jumla ya maeneo ya umwagiliaji kwa hekta 380 na kukamilisha ujenzi wa skimu 2 za umwagiliaji. Sanjari na hili, naomba kutoa taarifa kwenye halmashauri kuu yako kuwa bonde letu la Bugwema sasa limekwisha kupata pia mkandarasi. Bonde lile liko chini ya Wizara ya Kilimo, na Wizara ya Kilimo inatarajia kuanzisha mradi mkubwa mahususi wa umwagiliaji katika eneo hili.